Isaac mwami omuhetogu mwami omuhetogu n'emyambi niyegamba kuko bakumu bamemare kwereza nibakuyimikire igamba ngutubere mwami ututabarire kumanzi wanga gamba ngo atutere mwanzi wanga gamba ngo atutere umurasha mwami anapata mkuki chapa yangabo. Wakazi wa Nyiragongo huko kaskazini mwa mji wa Goma leo wamepata kiongozi mpya wa asili, kiongozi ambaye amepatikana baada ya muda mrefu wa ugomvi wa kiutawala. Gavana makamu kutoka M23 Willy Manzi amesema hii itasaidia kuweka watu pamoja. Ndaza kuvuga no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abashitsi batwumve, sivyo? Ikiza cyuko turi hano uyu munsi gushigikira umwami wacu nuko tubasha no kuvuga mu rurimi dushaka, sivyo? Bigaragaza yuko impinduka already yatangiye. Munaelewa? Tuko na liberty ya kusema neno mu lugha ambayo tunahitaji, tunataka na hakuna shida. Na hiyo inaonekanisha hiyo mabadiliko ambayo ilishakuwa deja, si ndio? Sasa watu yako wana furaha ambao hawajaona na ambao hawajalota mundoto zao. Na kushukuru Sa Majesté, na nitasema kwa viongozi vyetu namna siku ilitendeka, na hii inaonekanisha ile matunda mazuri ambao iko mbele. Huku makamu wa mji wa Goma Dizeri Ngabo Kisuba akisema uongozi huo una mtihani mkubwa sana wakati huu. Na mimi nafurahi kufika hapa, ni siku ya furaha, lakini nadhani haiko siku ya furaha sana kwa mwami, kwani kunabeba mzigo mkubwa, mzigo ya hii population ambayo wanasimamia, ambayo wanapaswa leta mpaka kubopo. Il est vrai que sheferia Bukumu iko na shida nyingi, na tunadhani pamoja na mwami na nguvu ambazo anazo ataleta suluhisho kwa shida zote za population. Shukrani sana. Habari wakazi wa teritoria ya Nyiragongo. Habari. Kutie. Ninabuholo yeye. Basi bolovolo twa masima baba. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu atubariki. Isaac Busisi wa 4 ndiye amechukua uongozi wa Bukumu baada ya mkanganyiko wa muda mrefu katika familia ya kifalme. akiwa anafaa kama mwami, anasimama juu ya ngozi, anasimama juu ya ngozi, anakaa katika kiti ya kifalme, yani kiti ya washefu kutimie. Hapo kuna maneno ya asili. Mwami amerejea, amefika sasa kivaa kama sultani. Jambo wa ndugu, jambo wa ndugu. Mokashanga ka twamemare bapresente mwami twashake igamba ngutumwimike biturukene na asili ya Bukumu. Mwami yotuyichi mwosaheyi ni mwami Butiti Kahembe 4 Isaac mwami omuhetogu mwami omuhetogu n'emyambi niyegamba kuko bakumu bamemare kwereza nibakuyimikire igamba ngutubere mwami ututabarire kumanzi wanga gamba ngo atutere mwanzi wanga gamba ngo atutere umurasha
Mwami anapata mkuki chapa ya ngabo. Mwami mundu wanga hikangwa yichengwa kutere engabo yiyi ni wakingitayo ekinyabusha yino ni miambi yawe na wundi mwanzi ayishire mweto cyangwa ngo ni mwambi nibinyabusha biwe. Mwami ingabo yitukwereze yitukingira igamangu turane mu cyuko cyetu iki protection. Ingotei mwami wanga gamba ngu ashange haruri amire ku buriri mwayije kushaka ko buhaka uri mwami wa kihuo kandi natakweretse ko obwami nini bwashokuru tsakahembe ayikire nabi umutimba kupembediye kitanda. Merci. Echumwiri population mwami mwanzi wanga yicha ngwayikire kutera ukikinga umukubita mufuka munibyegamba kuko nutarekwire cumu utagasigara mbokoboko ni mukubita mufuka ucubegarura akitimberira awa kubasi. Omworo ni wenena mwami harori amire uhiro mworo ugo pembeni yecu mwanza yambire ngo ayica umukubito muhoro ukurura no kururira mu nzu irango umubatse cyakira shaki mugutanye irango kucokotse ko ndebe ya mwami ukomere. Mwami moki uweki chwayi mamo biturukene na shokuru wawe kahembe shokuru wawe butiti isho Godefroid twakwereza embuto ye harimo masaka harimo bikihi harimo na nzutsi. Ibi nibyerekana kuko bantu wayetwara bakurire hinga bakayeta nibiturukene nembuto yitwa memere kwereta uri mwami mukada kiuwo. Tabigweka wapi? Tisho maka baba bitima karika kidogo. Ile pombe iko mbo mwami hano kuno umusangiro mu kihubo cyawe iki ni kicuma ukuni mwishwa nibegamba kuko mu kihubo bandu bakamema mabuyabo yabashofuye kire kamisa no musyo nigweberekana kuko we mwami yo tuyici ndawundi na mbere yake mwana wa bunyere arabahekire suka bahirireho inani mwishwa cyangwa bakaira wo konzoha ari ngabonene na wundi murume byabiriba nibitsambiri ariko ari ngatabone na wundi murume byabaga nini bica wo musyo ubana nena wo mu mboko bo nekitume kinigo musangiro wabakumo tweboshi nitukushigikire mwami aksandi muboshe muimange nga mwami. Mwana
Tunasi wa fotografe tunawapatia dakika 3 juu ya picha na sherehe yetu inaendelea. Mwana uko wetu Mwami Gaembe butiti aivika kezake Mwami butiti Gaembe Mwami zake Mwami kumuba Gaembe Iragongo mubyo Mwami muzima Mwami wetu Sasa ngoma ni za mwami, mukubitire ngoma mu cyugo kiwe. Wakati ngoma ya mwami iko nalia, kuna mtu ambaye alisema iko na poeme. Ajitayarishe. Na angesogea hapa karibu. Zile ni ngoma za mwami. Juu kwa mwami akukosake ngoma. Nindari ngako munyichi. Ariko nga mukoti wa bandu boshe yohamagerwe igirangwa agere kishando mukyabo tata aboshokuru n'aboshokurutsa ni kubera mutima gwa rukundo wabushake nagwe kihana gwa bandangirire kyo kitumire nyimana ahanga mwami wa sheferi yetu ya Bukumu iyimi kwa riani ritari ikisimisa ahabo ni witange werengera katika mundu ketu itakari yetu nehimba sheferi yetu mu Buguma mu mahoro neteri imbere. Wakisema wakazi wa Bukumu. Tuko Kanyaruchinya, Nyiragongo. Leo watu wamekuja hapa. Kwa nini watu wamekuja hapa? Watu wamekuja ili aweze kuwa mwami ambaye atawaongoza. Na tunafurahia sana kuona mwami wetu ambaye Mungu amemteua atuongoze. Mnasubiri nini kwake? Tunasubiri tuweze kujua kama atatuongoza vipi. Na sisi tunasubiri tuweze kupata amani Nyiragongo yetu. Ile njoo wakaaji tunatarajia sana. Na kitu kingine gani mnasubiri? Kitu kingine? Tunasubiri sana, hata tulipita katika shida nyingi. Lakini tunasubiri sana katika matatizo zote ambazo tuliziona, ambazo tulizipata. Tulisubiri sana, leo tunafurahia sana tuweze kuona kama jinsi tunapata mwami mpya na Mungu akisaidia aweze kutuongoza vema tuweze kupata amani na salama. Jina lako? Nimeshukuru Mungu sana kuona tumepata shefu mwami wetu Butiti Kahembe
hapa tulikuwa na mulia sana hapa donge, niko nasikia nimepata mafuta roho ni mwangu kuona tulikuwa nateseka sana. Sasa leo hii tumebarikiwa sana, asante. Sheferia Bukumu inakuwa na vita nyingi, mnadhani itaisha? Vita itaisha kupitia mwami wetu Lebo Butiti, mwami wetu Zake Butiti. Hapa tuko wilayani Nyiragongo, Kivu Kaskazini, karibu na mji wa Goma, ambako wakazi wa maeneo haya wamepata kiongozi mpya wa kiasili baada ya muda mrefu. Nimezi ni turukumvu njara hamwe n'abagabo mwihangane sawa sawa. Mzee, kwa nini umekuja hapa? Tunakuja kuangalia mwami wetu Ezake mpya. Ni kitu kenjo kinanifikisha mahali hapa. Na mnajisikiaje sasa kuwa na mwami mpya? Tunafurahi sana kuona mwami wetu mpya Ezake. Hii Nyiragongo ilikuwa kwa matatizo muda mrefu. Mnadhani ni kitu gani mnataka wafanyizie? Tunapenda mwami wetu Ezake atuteteye, kwani tuna shida za mingi hapa Nyiragongo, sheferia Bukumu. Tunapenda mwami wetu mpya ambao tumepata atuteteye kwa ngazi za juu, na atukumbuke kwa hatuwezi kitu sisi Nyiragongo. Hatuna maji, hatuna kitu chochote. Tunamtumana atetee kubwa watupatie maji, na hata maji iko lakini ni ya kidogo ya Regideso wala Mersiko ambayo ilijenga bonne fondere mali hapa Kanyaruchinya mu groupement ya Kibati, lakini maji ni kidogo. Na atutetee kuhusu Nyiragongo, hatuna pesa wala kitu chochote, lakini wanaanza kusema tuuze maji jerekani moja wanaomba safra Kongore. Lakini watu wengi sisi Nyiragongo tuko watu wa venerable, hatuna kitu chochote. Tunamtumana mwami wetu Ezake Kaembe atuteteye kwa kubwa. Hii Nyiragongo ilikuwa na mzozo wa muda mrefu. Mnadhani sasa utakwisha? Kwa imani ya Mwenyezi Mungu na viongozi wetu wapya Sultani Makenga na Cornere Nanga wakiendelesha, labda mizozo taisha hapa Nyiragongo kwetu hapa sheferi ya Bukumu. Jina lako? Mimi jina langu Kibanja Barazira, ninazaliwa mu village Bukanda, groupement Kibati, na shefu wetu wa groupement Ruboneka pamoja na mwami wetu Ezake Kaembe Butiti. Watu wengi kutoka mataifa mbalimbali wamehudhuria sherehe hizo, wengi wao kutoka Rwanda, Kenya, Tanzania na hata Ulaya. Wakazi wengi wa Nyiragongo wamesema wananchi wanahitaji usalama na kujenga umoja kati ya watu. Mzuri. Hapa ni wapi? Kanyaruchinya. Kanyaruchinya. Leo tumeona watu wameyala hapa. Ni kwa nini? Jia mwami wetu Izake. Mnapenda Izake awafanyie nini huyu mwami wa Mungu? Atongoze. Tunamfurahia. Mnadhani atabadilisha chochote? Mungu tu. Nyinyi wa mama mnataka huyu mwami awafanyie nini? Atongoze tu. Wengine wanasema huku wanalalamikia mai sijui nini. Sasa na nyie mnapenda afanye nini? Atuletee mai. Basi. Na nini? Jote ji. Yote vile? Yote vile mimi. Kwako ni wapi? Kwangu. Kwangu ni hapa tu. Mwa quartier. Hivi mumeanja lima tena maharage? Vinataka mara. Vinataka mara. Yaani mlikuwa huko hamuna mwami tena? Hamuna chef? Na tuna chef. Yote tumempata. Okay. Hivi hii maharage imefanya siku ngapi? Inatengeneza miezi 3.
Inakomaliaka kusiku ngapi maharage hapa? Miezi 3. Miezi 3. Sherehe hizo zimefanyika chini ya uongozi wa waasi wa M23 ambao unapambana na serikali ya Kinshasa kwa muda mrefu sasa, wakati wakiwa wamechoshwa na vita vya mara kwa mara. Kwa sababu siku zote mtaona kuna Kenya kiendeki kuhusu usalama, hata na kwa mambo mengine, msikose kutupigia simu, msikose kumtwitter.